tukio hili saa 9 kasoro. Walitoa taarifa kwa kuchelewa kidogo kwa sababu ni usiku. Kwa hiyo hadi tukio limekuwa kubwa, yani vitu vingi vilikuwa vimeshaungua humo ndani. Ndio maana watu wakaona, kwa sababu hakukuwa na mtu ndani, kulikuwa na watu nje ambao ni walinzi. Kwa hiyo hawakufahamu haraka, moja kufahamu baada ya kuona tukio limeshakuwa kubwa kwa nje. Ni duka la Mr. George Matias, linauza vifaa vya elektroniki, na kwa kweli limepata hasara. Limeungua. Vitu vingi sana vimeungua. Tunawashukuru wenzetu wa polisi, wamewahi wakawazuia watu. Vibaka hawakuweza kuingia na kuiba duka. Maduka zaidi ya 20 yalikuwa kwenye hatari kwa sababu moto ulianza kuenea, lakini tukaweza kuyadhibiti mapema. Mpaka sasa hivi bado hatujui chanzo cha tukio hasa, lakini tunaweza tukahisi kwamba ni shoti ya umeme labda, kwa sababu hivi vitu vinavyouzwa mle ndani ni vitu vya elektroniki. Kwa hiyo baada ya kufanya uchunguzi tutatoa taarifa kamili ya tukio hasa chanzo ni nini. Kuhifadhi vitu ni taaluma, yani store keeping ni taaluma. Kwa hiyo hata jinsi ya kupanga vitu kwenye duka au kwenye store zao wazingatie taratibu ile za kupanga, yani kuwepo na space, wazingatie wiring, yani wacheck wiring kila wakati. Wanapohisi tu kuna tukio la moto au la maokozi watoe taarifa kwetu. Tupigie simu 114 haraka, sisi tutakuja kwa wakati. Nilikuwa nimelala, nimepigiwa simu ndio saa 7. Napokea simu naambiwa duka lako linaungua. Hapo nikabidi nikaamka na kuwasha gari na kuja kushuhudia kwa tukio, nakuta duka mali yote imeungua. Hasara ni kubwa sana, siwezi kupigia haraka. Ni kubwa sana. Niko kweli hata sasa hivi kinachoendelea mpaka hapo ndipo nilichanganyikiwa. Kupigia simu na mlinzi tukamwambia bana, huko kuna duka ambalo limeshika moto ambalo lilikuwa ni jirani na duka letu. Kwa kabidi nitoke kuja kufika hapa. Uzuri fire kama ameshawahi kufika, kwa kama tusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kupambana na moto na kuweza kuuzima. Sababu moto ulikuwa ni mkubwa, ulikuwa umeshika paka kwa nyuma huku hivi, lakini aliwahi kudhibiti pote mpaka akafanikisha kuweza kuuzima. Alinishtua sana kiukweli, kwa sababu nikajua sasa inaweza kuwa limeshika basi sehemu zote. Kwa hiyo kiukweli nilishtuka sana.